Waheshimiwa wabunge, baada ya Mheshimiwa Waziri kutusomea hotuba yake, lakini pia mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii, sasa kinachofuata hapa ni wabunge mbalimbali wameonyesha nia ya kuchangia hoja ya Mheshimiwa Waziri, na hivyo tutaanza na hao. Lakini kabla hatujaanza kuwasoma wale waliokusudia kuchangia, nalo tangazo moja hapa. Waheshimiwa wabunge, kama mnavyofahamu, baada ya aliyekuwa mbunge wa Kigamboni kufariki akiwa mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika, basi Mheshimiwa Rais kipindi kile, ninyi nyote mlishiriki, alionyesha nia ya kwamba Tanzania bado tungeweza kushiriki katika huo mchakato, na kwa kweli lile alilokuwa amelisema wakati ule, basi sasa mchakato ule umekwenda, sasa umetimia, na maneno ya Mheshimiwa Rais ya kiti hicho kurejea Tanzania kimerejea, na sasa tumepata mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Yakub Janabi. Waheshimiwa wabunge, pamoja na kumpongeza sana kwa hatua hii ambayo ameifikia na kumtakia kila laheri, tutapata nafasi ya kumpongeza sawasawa atakapokuja hapa bungeni tutakapomtangaza, kama ambavyo tumekuwa tukifanya hivyo huko nyuma. Lakini kipekee kabisa ni shukuru timu yote ikiongozwa na Mheshimiwa Waziri wetu, Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Jenista Mhagama, na wote kwa kweli waliohusika, lakini pia waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, na wote kwa kweli, wote na Watanzania wote, kwa sababu wengi walishiriki kwa hali, wengine kwa maombi, kwa kila mmoja ameshiriki. Lakini hawa viongozi nimewataja kwa sehemu tu ili tuone kwamba wote kwa kweli tumeshiriki. Wako wengine waliungana naye Mheshimiwa Rais katika kusafiri na Mheshimiwa Profesa Janabi kwenda kwenye kampeni kwenye nchi mbalimbali. Kwa hiyo hao nao tunawashukuru. Lakini wengi mlifanya maombi ili jambo hili liende sawa sawa, asanteni sana. Lakini sasa waheshimiwa wabunge, hapa nimemtaja Mheshimiwa Rais, na yeye tutumie fursa hii kama Watanzania kumshukuru sana kwa nguvu aliyoweka katika kuhakikisha kiti hiki kinarejea Tanzania kwa mara ya pili. Kwa tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hatua hii, lakini pia tunamshukuru sana kwa kujitoa kwake yeye binafsi. Wengi wetu tulipata, hata yeye mwenyewe ilibidi aseme maneno ya kwamba jamani, mimi namuunga mkono, huyu ni kijana wangu, na mmeona mwaka jana alifanya hatua ya ujasiri kabisa, akampa cheo ofisini kwake. Hicho nacho kimesaidia kwa kweli kwamba huyu ndiye mshauri wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye eneo la afya hapa nchini. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo nafasi hizi zinapojitokeza, basi yeye mwenyewe anakuwa mbele kabisa kuhakikisha nchi yake inapata heshima. Tunamshukuru sana kwa kazi hiyo. Na waheshimiwa wabunge, naamini siku tutakapokuwa tukisikiliza hapa hotuba ambayo itakuwa inaletwa na Mheshimiwa Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, naamini tutapata pengine orodha hapo ya kuonyesha nafasi mbalimbali ambazo zimepatikana katika kipindi hiki Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa rais, kwa sababu ya mahusiano aliyoweka vizuri kabisa kimataifa, kushirikiana na serikali za nchi nyingine, lakini kushirikiana na marais wenzie, basi inaturahisishia vyeo hivi kuendelea kuja hapa nchini. Na nimesema kwamba atatutajia Mheshimiwa Waziri, kwa sababu hata mimi ningeanza kuorodhesha hapa, sina uhakika nitavipata vyote, lakini kwa sababu tunayempongeza hapa yuko kwenye eneo la afya, Profesa Janabi. Lakini hapo Muhimbili, miezi michache iliyopita pametoa pia mkurugenzi wa masuala ya tiba ama inaitwa afya kule Umoja wa Afrika.
AU inaongozwa na Mtanzania pia. Kwa hiyo tunafanya vizuri, na nirejee tena kauli yangu ya kwamba tusijidharau. Watanzania tunafanya vizuri, na haya yote yanaendelea kupatikana si kwa bahati mbaya, yanapatikana kwa sababu ya mambo mazuri yanayofanyika hapa nchini, ikiwa ni pamoja na eneo la utawala bora. Kwa hiyo mlishike hilo. Nimesikia kicheko kimetoka mahali, lakini ndio hivyo. Yaani kwamba tuko vizuri kwenye utawala bora, ndio maana watu wetu wanaaminiwa kwenye hayo maeneo ambayo wanaweza kuongoza sehemu nyingine pia. Mheshimiwa wabunge, kwa sababu hili jambo tutalirejea atakapokuja mheshimiwa, naona nimekazana sana kumuita mheshimiwa, itakuwa anaelekea huko Profesa Mohamed Janabi atakapokuja hapa, tutafanya hiyo kazi kwa ukamilifu zaidi. Mheshimiwa wabunge, baada ya hayo sasa Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi atafuatiwa na Mheshimiwa Esther Amos Bulaya. Mheshimiwa Emmanuel Adamson Mwakasaka ajiandae. Uchangiaji ni dakika